mwandishi mmoja maarufu wa vitabu ambaye ni mwandishi mzuri, anasifika. Siku moja ilifika mwisho wa mwaka kama hivi, akachukua kalamu yake au laptop yake, akaanza kuandika mambo ya mwaka mzima. Akasema, fi sanati almadhiya, mwaka uliopita niliwahi kufanyiwa operation, kutolewa nyongo ile, lakini pia kwa hivyo nikakaa kitandani miezi kadhaa, na umri wangu nimefikisha miaka 60. Kwa hivyo mwaka huo hasara ya kufanyia operation, na ndio mwaka nikaachishwa kazi, nimemaliza miaka 60 nikaritaya. Lakini vile vile mzazi wangu alifariki. Yani andika matatizo tu. Mtoto wangu pia mwaka huu ndio mwaka ambao alifeli masomo baada ya kupata accident akiwa yuko chuo kikuu asomea udaktari. Alifeli, ikabidi arudie kwa sababu ya accident kubwa aliyoipata. Akaandika matatizo yake ya mwaka mzima, mwisho akasema maneno haya, ya laha min sanatin sayi'atan lilghaya, hakuna mwaka mbaya ulionifikia kama mwaka huu. Kwa bahati mbaya andika maneno haya, mkewe kirembo kizuri kimemsimamia huku begani, amekuja nyuma ya kiti chake, ameweka mikono yake aisoma ile barua inayoandikwa na mzee. Alipomaliza, yule mwanamke alichofanya, alinyanyua ile barua ya mume, akamwambia, hebu nipe nikasome. Akaenda akaibadilisha barua, akaandika, mwaka uliopita nilimaliza ugonjwa uliokuwa ukinisumbua siku nyingi kwa kufanyiwa operation na ikafaulu vizuri. Alhamdulillah, mwaka huu ndio mwaka alifia babangu akiwa na umri wa miaka 85. Hata mimi sidhani kama nitafikisha umri huo. Babangu alienjoy sana duniani. Lakini pia akaandika, na mimi nimefikisha miaka 60 na hali bado na afya, macho yangu mazuri, hata naweza kuandika barua bila kuvaa miwani. Lakini vile vile mtoto wangu aliokoka na kifo cha ajali mbaya iliyotokea barabarani. Wengi walifia humo, lakini mtoto wangu ametoka salama. Akaandika maneno mazuri kama haya, lakini mwisho akamalizia, ya laha min sana akramana Allahu biha wa antahat bikulli khair. Ni mwaka mzuri kiasi gani? Si hakuna mwaka mzuri kama mwaka huu ambao Allah ametujalia ndani ya mwaka huu kila kheri imetuingilia. Akamletea, akamwambia, mzee soma hii. Akaisoma, akamwangalia mke wake. Kweli ni kweli mke wangu. Tumeelewana? Sijui mmeshika mita hapa. Ni kwamba wewe watakikana ujifanyie ihsani hata wewe mwenyewe. Na ihsani kujifanyia ni kule kuangalia mazuri Allah aliyofanya nini? Aliyekupa. Usiangalie moja ulilolikosa, una 100 ambao Allah amekupa. Yaangalie yale alikupatia Allah mazuri, utasahau ile dhiki moja ulionayo, utajiona uko kwenye neema nyingi sana.